Ni mwili wa fundi ujenzi anayefahamika kwa jina la Deogratias Chua mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa kata ya Uru Kaskazini, wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, ukiwa unapelekwa nyumbani kwa Robert Chua ambaye anatuhumiwa amesababisha kifo cha ndugu huyo kwa kipigo wilayani humo. Inaelezwa kuwa waombolezaji hawa wamelazimika kufanya kitendo hicho kama sehemu ya kuonyesha msisitizo ya kuwa wamechukizwa na mauaji hayo. Aidha, ikumbukwe kuwa inadaiwa Deogratias Chua amefariki dunia kwa kipigo baada ya kudai shilingi 200,000 kwa ndugu huyo wakati akiwa anaendelea kumjengea nyumba yake katika eneo hilo. Hata hivyo, baada ya waombolezaji kukuta nyumba ya mtuhumiwa huyo mauaji imefungwa, wamelazimika kulishusha jeneza hilo sehemu ya mbele ya nyumba hiyo na kuomboleza kwa dakika kadhaa na kisha kuondoka. Kadhalika, inaelezwa kuwa wakati zoezi hilo likifanyika, familia ya mtuhumiwa ilikimbilia kusikojulikana kwa lengo la kukwepa vurugu ambazo zinahisiwa huenda zingezua taharuki na uharibifu katika eneo hilo. Ikumbukwe awali familia ya mtuhumiwa huyo ilieleza Gadi TV namna ilivyovamiwa usiku na wananchi wenye hasira kali wakijaribu kuichoma moto nyumba yao kwa madai wamechoshwa na matendo ya mtuhumiwa huyo. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Ndugu wetu hapa bwana alikuwa na dai hela yake aliyojenga hii nyumba hapa hivi. Hii nyumba aliyojenga hapa moja kudai hela yake, wakaja wakampiga wakamuua. Ameenda kupimwa na madaktari, amevunjwa mbavu 4, moja imepasua hadi mapafu, nyingine amepasuka kichwa mgongoni, drafti mbega moja ameshtua. Ndugu wetu amekuja kutupotezea kabisa. Kijana mwenzetu ana shida yoyote. Haje kugombana na mtu yeyote. Lakini Mungu aishivyo. Waliohusika hata kama alimgusa kucha. Pole. Haje kugombana na mtu. Yaani hata kama sehemu kuna ugomvi, anakimbia, hanaga mgomvi na mtu kabisa kakadeo. Hakuna picha, neno tuchukuliwa hapo. Wapita.